Kundi la Gen Z lililoweza kuibuka kwa baadhi ya watu na kumpelekea tuhuma na kashfa kwa rais wa Kenya, na sema kwamba hii haiko sawa, licha ya kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuzungumza na kuibua yale anayoyataka, lakini kitendo cha kuanza kumsingizia kwamba William Ruto anaweza kawa anahusika kwa baadhi ya watu kwenye kifo cha Raila Odinga, sasa maneno yameshaanza kuwa ni mengi na ni chuki ambazo zimeshaanza kutawala na kutengenezwa na baadhi ya watu ambao wanakubaliana kwamba eti William Ruto ameweza kuhusika na kifo cha Raila Odinga. Na ukweli ni kwamba inapofika kwenye wakati wa kifo cha binadamu, basi kifo tunaamini kwamba kikosi sababu na kijawahi kosa chanzo. Kwa hiyo kwa kifo cha Raila Odinga, mmoja kati ya wanaharakati wakubwa sana ambao wana heshima yake ndani ya Kenya, lakini pia tunafahamu ni mmoja kati ya wapinzani wakubwa kabisa na William Ruto, lakini haimaanishi kwamba eti kisa kuna upinzani kati ya Raila Odinga na William Ruto, basi eti inapotokea kifo cha Raila Odinga eti William Ruto aweze kuhusika. Na inavyodaiwa eti kwamba kuna baadhi ya watu wa karibu ambao walikuwa na tofauti na walikuwa wanaona kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, labda kuna mapinduzi ama mageuzi yanayotakikana kufanyika kwa lengo la kumuondoa William Ruto na kuhakikisha kwamba wanatengeneza ile nguvu kazi ya kumuondoa katika kiti cha urais, na ndio maana unaambiwa imekuwa ni sababu ya kumuondoa haraka iwezekanavyo mara baada ya kupata mshtuko wa moyo. Basi unaambiwa watu wa karibu ambao walikuwa na taarifa hiyo ya kuhusiana pia na Raila Odinga kupata mshtuko wa moyo, wakatumia opportunity hiyo hiyo ya kuweza kumondosha katika huu ulimwengu. Haya yote ni maneno ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini ukweli bado haujabainika na kuweza kufahamika kwamba je, ni kweli William Ruto kutokana kwamba kumekuwa na tofauti ama upinzani ndio imesababisha kifo cha Raila Odinga. Lakini hayo yote ukweli utabainika kwa sababu bado issue inaendelea kufuatiliwa kuweza kugundulika kwamba ukiachana na mshtuko wa moyo, lakini kifo cha Raila Odinga bado kina maswali mengi, na Wakenya wanahitaji kujua nini kinachoendelea kwa moja kati ya mwanaharakati mkubwa kabisa katika nchi ya 254 ambayo ni nchi ya Kenya.